Mili ndani ya maisha asubuhi magazetini asubuhi ya leo ni kwamba spending spree. Taarifa kuu katika gazeti la The Standard, kuna ripoti mpya kutoka kwa mdhibiti wa bajeti. Ripoti ambayo inaonyesha kwamba serikali za county zinatumia visivyo mamilioni ya hela kwa marupurupu na vile vile gharama ya kusafiri ndani mwa nchi, makongamano na vile vile mikutano ya kimataifa. Ripoti hiyo inaonyesha kwamba county kama vile Machakos zimeweza kutumia 249 million shillings, 235 million shillings kule Kirinyaga, 302.9 million shillings kule Baringo County, na labda na vile vile 219 million shillings kule Homa Bay, lakini zaidi 1.18 billion shillings katika county ya Governor Sakaja, Nairobi hapa. Taarifa kwamba inasikitisha kabisa, lakini anyway tunazungumzia kiundani zaidi. Ni kwamba nchini Uganda, ukurasa wa pili wa gazeti la The Standard, ni kwamba nchini Uganda mkuu wa majeshi ambaye ni mwanawe rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, nazungumzia Generali Muhoozi Kainerugaba, ameweza kufunga baadhi ya vyombo vya habari ambavyo kwamba vinahusishwa na The Nation Media Group. Nazungumzia NTV Uganda, na baadhi ya vituo vya radio. Bila shaka ameweza kuzifunga akisema kwamba zimekosa maadili. Amefunga pale Spark TV, NTV Uganda, KFM, Dembe FM na the East African newspaper, I think so. Sidhani kama Uganda ni nchi bwana. That's not a country. It's a county or a country? That's not a country. Is it a county or a country? It's none of the two. It's anything else. You can call it. Nashangaa kivipi, I mean, mkuu wa majeshi anahusika vipi na masuala ya vyombo vya habari? Bro. Ni kama hivi sasa hivi generali mkuu wa majeshi kahariri. Na ndio maana mimi husema kwamba kuna baadhi ya mataifa ambayo wakati sisi tupo 2026, kuna baadhi ya mataifa ambayo yapo Kenya ya 1982. 1982. Nasema wakati wakuu. Wakati ule wa jeshi linafika katika kituo linakusimamisha hukumu na hii maisha asubuhi yako. Nakwambia soma script. Wachana hii ajayo ya Kiboni. Wachana na hiyo. Nasema soma hii. Mtukufu rais. Ukurasa wa 3 kuna taarifa kuhusiana Kenya's prolific blood donor hits 111 donations. Anaitwa Alpha Kennedy Sanya. Sasa huyu ndo ametoa damu zaidi kote nchini Kenya, mara 111, kuchangia bila shaka katika kusaidia marafiki, jamii, na vile vile Kenya kijumla kuweza kuwa na kiwango ambacho ni cha kuridhisha cha damu. Ukurasa wa 5 unazungumzia ni kwamba itilafu ambazo kwamba zinaendelea kushuhudiwa katika mamlaka ya SHA ni kwamba zinatatiza masuala mazima ya kutoa huduma katika hospitali mbalimbali. Wanasema kwamba SHA system glitches disrupt hospitals. Nadhani kumekuwa na itilafu katika mfumo ule wa kutoa huduma ule wa ama zile za SHA. Basi inasemekana kwamba sasa hivi imeleta tatizo katika masuala mazima ya kuweza kuwahudumia Wakenya katika hospitali mbalimbali nchini. Ukurasa wa 6, digging one hole to fill another, Kenya's Eurobond buyback game, kwamba ili tusijikute katika hali ya kuchelewa kulipa madeni na hivyo kuadhibiwa. Sasa serikali ina mbinu nyingine tofauti ya kukopa hapa, kuchimba shimo hili, kuahirisha deni fulani ili kuweza labda kupata muda zaidi wa kuweza kulipa deni lile, na hilo huenda likawa na athari hasi kwa Mkenya mlipa ushuru. Ukiangalia aliyekuwa afisa wa masuala ya fedha katika serikali ya kaunti ya Nairobi, amefika mahakamani kupitia wakili wake kwa mara nyingine tena, akisema kwamba yuko nchini Marekani na hali yake ya afya si nzuri, kwa hivyo hawezi akafika Kenya ili kufungwa. Lakini mahakama ikamwambia kwamba no way, you must come in person. Sema ile ni story yako hiyo. Ni story za jaba. Tumaliza na ukurasa wa 8, accept it when learners challenge you in class, KICD advises teachers. Walimu sasa unaambiwa kwamba wakati mwanafunzi anakuambia mwalimu hapa napo hii hukufundishwa vizuri kwa TTC bwana. Hii mwalimu, this one you are wrong. Kubali useme I'm sorry my son, I will go back to training. yale ya yule PS alikuwa anaitwa nani? Huyo ambaye ameamisha huyo Bitok. Anasema kwamba negotiate na wanafunzi. Wakati wanafunzi wanasema we are not ready for the exam, waambie we are sorry, ni sisi tatu kwa consult. Mnataka kufanya mtihani lini? Wanafunzi wanasema hii pelekeni next term. Nasema okay. Our majesty ama your majesty. Nini my lord. Yes, we have had you. Mpaka next term ndio mtafanya mtihani.